Naam, baraza la wazee la Kipsigis Miot limetangaza mipango ya kufanya sherehe ya utakaso kufuatia mkasa uliosababisha kifo cha mbunge wa Meru Dikir pamoja na watu wengine 5 kwa lengo la kuzuia majanga kama hayo kutokea tena. Wazee hao wanasema kuwa kifo cha Ng'eno kimetokea miaka 18 baada ya viongozi wengine wawili wa Kipsigis pamoja na wasaidizi wao kufariki kwa njia sawia na hiyo. Kama anavyoripoti sasa Ruth Sarmui Chesenge wa NTV, wazee hao pia wameeleza jinsi taratibu za jadi za mazishi za Kalenjin zitakavyofuatwa wakati wa mazishi ya watano hao kutoka kaunti ya Narok. Tulialikwa kwenye mlima mdogo wa Dikir, eneo lililotengwa na baraza la wazee la Kipsigis Miot ili kufanya mikutano yao ya kila siku. Eneo hili lililojaa mawe ya asili na mchanganyiko wa miti ya kienyeji na kigeni linatoa mazingira tulivu kwa washauri hawa wa kitamaduni, na ni hapa ambapo mila, tamaduni na dini vinaungana. Hata hivyo, siku hii wazee hawa wamekusanyika kutokana na janga lililotokea Emurua Dikir, ambapo kiongozi wao Johana Ng'eno pamoja na wengine 5 walifariki katika ajali ya ndege. Kwenye ajenda yao ni kufanya maombi maalum, kuomba neema yake. Kama kuna kitu chamba ambayo umetokea ambayo si ya kawaida, anakuja kuuliza Mungu hapa ya kwamba utuondolee changa. Wazee hawa walitangaza mpango wao wa kufanya maombi spesheli kwenye eneo la mkasa. Shida kama hii ikitokea samani, kama mtu kichomeka kwa moto, inachinjwa kondoo, ndume ya kondoo ile cha malisa miaka, alafu sasa inasuia hiyo moto, yani kumwaka hiyo mafuta kwa moto ili asuie hiyo kitu tena asikuja kuingia kwa moto. Sababu kuu ni kuwa kifo cha Ng'eno kimeibua dhana fulani ya vifo sawia ya viongozi wa eneo hili ambao ni Lona Laboso na Kipkalia Kones waliofariki kwenye ajali ya ndege mwaka 2018 pamoja na wasaidizi wao. Wazee walieleza kuwa kuna umuhimu wa kufanya mkutano spesheli, kuuliza maswali na kupata majibu. Wanasema hawawezi kupuuzilia mazingira ya mkasa wa vifo vya Ng'eno na watu wengine 5. Hii ni kwa sababu inaaminika kwamba ajali hiyo iliyosababisha miti miwili kuanguka na kung'oka huenda uliashiria uwezekano wa tukio kama hilo kutokea tena. Tumekuwa tukichatalia na hii mambo, tutakaa tuangalie kuna sababu ya hii vitu kufanyika ama kuna sababu. Lakini kwa sasa tunaomba Mungu isitokee tena. Miili ya watu 5 kati ya 6 walioaga itawasili eneo hili la Emurua Dikir kwa ibada moja ya wafu, na hapo baadaye miili ya wale waliooa itaruhusiwa kulala kwenye boma zao na baadaye kuzikwa siku itakayofuata. Nakaa siku mzima kwa ndani ya nyumba yake na watoto yake yako hapa wanasurudia tu kwa nyumbani, naangalia mtoto baba iko ndani ya nyumba, watoto nasungumza na watoto. Ile ambayo wanatolewa watoto, naenda na kwaheri mpaka kaburini, naweka watoto kwanza yake na naweka mjanga na moto na waka kwa kichwa yake, kwa ndani ya sanduku yake iko taa yake na naonekana. Hata hivyo, wale ambao hawajaoa au kuhalalisha uhusiano wao watapokelewa tofauti. Miili yao itaruhusiwa kuingia na kukaa kwenye makazi ya wazazi wao kwa dakika chache tu siku hiyo ya mazishi na baadaye kuzikwa siku hiyo hiyo. Kitu alikuwa nasuia kwa kimila yetu ni kitu ya sitaki hiyo mbegu tena kutoka tena kwa familia hiyo. Kitu alikuwa tunakataza ni hiyo. Kitu alikuwa tunachunga moto, yani moto ya familia. Sababu kama hiyo mtu kilala ndani ya nyumba, alafu kesho kama tunazaa mtoto kama yeye, alafu nitacha machina, sababu zamani alitacha mtu limeenda. Sema kwa mfano amepata watoto na acha letu kwa poma, achafanywa ile kimila ya Kipsigis kuoa, na hiyo pile ilikatika kabla hajaolewa, hiyo imeishia hapo. Kulingana na mila za kale za Wakalenjin,
Wajane walioachwa wakiwa wachanga walirithiwa na mmoja wa ndugu wa marehemu mume wao. Hata hivyo, siku hizi wazee wa ukoo wanaweza kukaa pamoja na kuamua iwapo watamruhusu mwanamke huyo kuolewa tena au kama mjane huyo atasalia kuwalea watoto wake wachanga. Mjane atakapoamua kulea watoto, anatakiwa kubadilisha sehemu ya juu ya nyumba kuashiria kuwa nyumba hiyo inaongozwa na mwanamke. Eneo hili limetengwa kama eneo spesheli ambapo wazee kutoka jamii ya Kipsigis hukongamana kila Jumatano kufanya maombi spesheli. Tunafahamishwa kwamba wakati mwingine kina mama hujumuishwa kwenye mikutano hizi.